Lakini nakumbuka kuna siku ambayo nilikuwa nimelala usingizini, niliota ninakabidhiwa kitu ambacho kile kitu kilikuwa kipo katika nguo nyeusi. Sawa, ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa kibali mimi na wewe ambao tunaendelea kuwa na afya tele. Maana wapo ambao wanatamani kuendelea kuwa na afya ama kuwa na uzima katika siku ya leo au kuweza. Lakini mimi na wewe tuna neema hiyo tumeipata, natumai ni siku ambayo tunapaswa tumwambie Mungu asante. Ni kukumbushe kwamba ndani ya muda huu ni muda ambao ni mwafaka kabisa wa kuweza kusikiliza ushuhuda, na mimi tayari nimeshaingia ndani kama Dennis Matayo ili nikupe kile ambacho unapaswa kukistahili ama ambacho kinakustahili kwa muda huu. Sawa, sasa ili kushiriki na mimi kwa chochote, anza na neno ushuhuda. Kama unatamani kushiriki na mimi kwenye upande wa jumbe fupi, anza na neno ushuhuda, acha nafasi nitumie ujumbe wako kulingana na kile ambacho utakuwa unakisikiliza huko ndani, kuja kwenye namba ambazo binafsi ni 0689114544. Ukitaka kuongea na mimi kunishirikisha kwa pengine una ushuhuda, nitafute kupitia namba yangu ambayo nimekutajia mwishoni huko, ili kama una ushuhuda tuweze kukutana tuongee tufanyeje ili mwisho wa siku wadau wa ushuhuda waweze kusikiliza huko ndani. Sawa, sasa nina mtumishi hapa atatuambia anaitwa nani, ametokea wapi, kanisa gani, na kwa nini leo ameamua kuweza kusema aje katika studio hizi kutoa ushuhuda. Kitu gani kimemvuta? Amepitia changamoto ipi, mapito yapi? Tunaye hapa, mimi sitaki kumsemea. Mtumishi, karibu sana. Asante na nashukuru Mungu kwa kibali cha tupatia leo. Kwa majina yangu naitwa Yohana Isa. Yohana Isa, nimeokoka na nampenda Yesu na ninafanya kazi ya Yesu kama alivyonipatia. Ninatokea kanisa la Church of God in Tanzania liliopo Kazalo kwa mchungaji Elia Ngalawa. Kwa kweli ninapenda kutoa ushuhuda ili kushirikiana ili kwamba matendo ya Mungu yazidi kudhihirika na kila mmoja azidi kufahamu kwamba Mungu utendaji wake wa kazi. Hapo mwanzoni kabla sijaokoka nilikuwa najulikana kwa jina la Juma. Hilo jina la Juma nimejulikana kwa kipindi takribani miaka minne na nilikuwa nikilitumia shuleni jina la Juma. Lakini ninapenda kumshukuru huyu Mungu kwa sababu kabla sijaokoka kuna changamoto nyingi sana nilizozipitia. Kwa sababu nilikuwa nina mtu ambaye anasumbuka sana. Nilikuwa ni mtu ambaye nateseka sana, nilosumbuliwa sana na nguvu za giza. Kuna mahali ilifikia kwa kweli nilikuwa siwezi kuona, nikiingia darasani naona giza tu. Kuna mahali ilifikia nilikuwa nikikutana na wasichana napata hasira. Kwa kweli niliendelea kutaabika na hiyo hali ikinisumbua kwa miaka mingi sana. Nimetembea kwingi sana. Okay, pengine umetuambia wewe ulikuwa unaitwa Juma. Hilo jina Juma litokana na nini? Jina la Juma limetokana na jina la babu yangu. Ambapo nilipozaliwa babu yangu alinipatia jina la Juma. Na jina la Juma naweza kusema kwa kifupi ni jina la ukoo ambao katika familia lipo. Wazazi wangu mimi hawajaokoka. Baba ni Muislamu, mama ni Alasi. Kwa kweli nimeweza kukaa katika kuishi nao katika njia ya Kiislamu na nilikuwa naenda kusali kila kunapofika ule mwezi wa kufunga Waislamu na mimi nilikuwa nashiriki kufunga. Kwa kweli nimeishi katika hali ambayo ya kimateso zaidi. Nimeteseka sana. Nimehangaika sana. Nimeugua sana. Nimehangaika sana. Ilifikia kipindi nikiwa ninasoma, kwa kweli sielewi kitu chochote kile. Majini yalikuwa yamenifunga na nihangaisha na nitesa. Majini yalikuwa yananihangaisha. Ilifikia kipindi kwa kweli mtumishi, kwa kweli katika watu ambao kufeli darasani na mimi nilikuwepo ni mmoja wapo. Nimetembea sana, tumehangaika sana. Lakini sikuweza kupata neema yoyote ya kufunguliwa. Neema yote hatukuweza kupata. Pia kuna sehemu ilifikia wazazi wangu wenyewe walienda kwa waganga ili kwa ajili ya kutafuta msaada mimi kuweza kufunguliwa.
Lakini sitaweza kuja kusahau siku moja nilipokuja kupata wokovu ndani ya maisha yangu. Kwa kweli ilikuwa ni vita kali sana. Mtumishi, hawezi amini kwamba ilifikia mahali mimi nilikuwa ni mtu ambaye ninaanguka chini, kifua kinabana, nateseka. Kuna jini ambalo likopo linaitwa jini simba wa jini, ambalo likopo linanihangaisha kwenye kifua, likikandamiza hata kupumua ni shida. Hata kupumua likopo ni shida kubwa sana mtumishi. Tumeteseka sana mtumishi, nimehangaika sana mtumishi. Nimetupa sana hela kwa waganga mtumishi. Nimeendelea ndani ya kuishi katika hiyo hali. 2015 mtumishi. Ninakumbuka, hiyo sitokuja kusahau. Ilikuwa ni mida ya saa 7, niko darasani, mwalimu anaingia anafundisha. Mimi kwangu nilisikia hasira kubwa sana. Hasira kubwa sana ambayo nilitamani kwamba yule mwalimu nikamkwide, nimpige. Akachezee kichapo mwalimu. Kwa kweli nilikuwa ni mtu ambaye sikai karibu na marafiki. Ilikuwa ni mtu ambaye ikifika mida saa 7 mimi ni mtu ambaye najawa na hasira kubwa sana. Ikifika mida ya saa 7 tu mchana, jua tu saa 7 ikilia pap, mimi najaa ni mtu wa hasira sana. Basi yoyote yule atakayepita mbele yangu awe ni jinsia ya kike, ninatamani nimpige. Ilikuwa mtumishi, mwalimu anaweza kanifundisha, sielewi kitu chochote kile. Na hili tatizo nililitoa 2014 nikiwa Mwanza. Nilikuwa nipo kule ninasoma kwa mjomba wangu. Kule Mwanza nimesoma kule paka darasa la 5. Mwanza nimesoma kule kwa mjomba. Lakini sasa ikafikia sehemu nikarudi Tabora huku kwa wazazi. Nilivyorudi tu huku Tabora, mambo yakawa vurugu kabisa. Nimeishi katika vifungo, nimeishi katika mateso makubwa sana. Na pengine ulijuaje kwamba hilo tatizo lilitoa huko Mwanza? Hili tatizo nililifahamu kwamba nimelitoa Mwanza kwa sababu niliondoka hapa Tabora, hili tatizo nilikuwepo sina. Niliondoka huko Tabora, hili tatizo nilikuwepo sina kabisa, na nilikuwepo ni mtu ambaye nikiangalia ubaoni naweza kuona vizuri, na naweza nikakaa na jinsia yoyote ile, naweza nikakaa nao vizuri. Lakini baada ya kutoka Mwanza kuja hapa Tabora, lile tatizo ni kama vile ilichukua kama vile wiki 2. Lile tatizo likaweza kufumbuka ndani ya mwili wangu. Lile tatizo limenihangaisha sana, na nilikuwa ni mtu ambaye wazazi wangu ilifikia kipindi wakasema kwamba labda tumpeleke kwa waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wamenipeleka mganga wa kwanza, lakini tatizo bado. Mganga wa pili akanipeleka, lakini tatizo bado likawa linaendelea. Na pengine ulipokuwa unaenda huko kwa waganga, ulikuwa unapatiwa nini? Ama hatua gani zilikuwa zinachukuliwa? Kwa waganga ilikuwa nikifika wananiambia kwamba huyu mtu alishatupiwa majini tayari. Huyu mtu kwamba anasema kwamba ili tuweze kukusaidia inatakiwa ulete kuku mweusi, inatakiwa ulete kuku nyeusi, ulete pia na nazi. Hivyo vyote vilikuwa wazazi wangu wanaambiwa kwamba avipeleke. Pia anaambiwa kwamba anakumbuka mganga wa kwanza alisema tutoe kama vile 60,000 ili kwamba mimi niweze kutibiwa. Lakini hivyo kwa kweli hivyo vitu vilipelekwa, lakini tatizo bado likaendelea kunisumbua kabisa. Na mimi kwa kweli nilikuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa vipindi vya redioni, kusikiliza mahubiri, lakini nilikuwa naona ni kama vile wanadanganya vile. Ninaona kama vile mtu hata akishuhudia, ninaona kama vile wamempanga kwamba huyo mtu aseme ule ushuhuda kwamba ili kwamba wavutie waende katika kanisa lao. Kwa kweli nilikuwa nimekamatilia imani yangu ya Kiislamu. Nilikuwa ni mtu ambaye nisopungua kwenda kusali. Nilikuwa nimekamatilia kwa kweli, lakini katika kukamatilia imani yangu hamna msaada wote nilioweza kuupata. Paka nimefikia kwamba kiwango ambacho nikaona kabisa sasa ninapoelekea kwamba ni kiwango kibaya zaidi. Nikaona kwamba nilipokuwa ni kibaya zaidi. Ilifikia sehemu, mtumishi wa Mungu, nilibaki ni mtu ambaye ninalia sana. Nasema sasa hii hali mimi nitaendelea kuwa, na nilikata tamaa katika masomo.
Nilikuwa mtihani ukija ninashika namba 106, 100 ndo namba yangu mimi ilikuwa ya mtihani. Akati Mwanza nilivyokuepo hiyo namba nilikuwa siishiki, nilikuwa nashika namba 4, namba 3. Lakini kwa majibu ya waganga kienyeji waliokuwa wakiniambia wakisema kwamba huyu mtu sio kwamba aweze kufaulu. Huyu mtu inatakiwa kwamba aweze kukamatilia awe mganga kienyeji kutokana na familia ilivyo. Wakasema ya kwamba kuna mizimu ya kiukoo ya upande kwa mama yake ambayo inahitajika iweze kumkabidhi mikoba awe mganga kienyeji. Kwa kweli mimi ilifikia sehemu nikasema ya kwamba ili tatizo liishe bora nikubali vile vitu nikabidhiwe. Nikubali vile masharti nikabidhiwe niwe mganga kienyeji. Lakini nakumbuka kuna siku ambayo nilikuwa nimelala usingizini, niliota ninakabidhiwa kitu ambacho kile kitu kilikuwa kipo katika nguo nyeusi. Ninakabidhiwa na mtu ambaye alikuwa kajifunika usoni kwake kitambaa cheusi. Ananikabidhi kile kitu. Niliamka asubuhi, nilikuwa ni mtu ambaye nimechoka sana. Ile ndoto haikuweza kukatika ndani ya kichwa changu. Nilikuwa nikiwaza sana na nikatokea kuupenda uganga kweli. Ikafikia sehemu na nikasema kabisa kama ni hivi ili nitoke katika hivi vifungo bora nikubali kwamba niwe mganga. Nilitokea uganga kuukubali zaidi, nikasema kwamba kama hii tatizo ili niweze matatizo yaweze kuisha kabisa nikubali tu uganga. Nilitokea kuupenda sana. Sasa wakaanza ule mchakato wa kwamba mganga anatakiwa kuweza kufanya hiyo kazi ili yakabidhiwe hivi vitu, ndio kaanza kutafuta sasa mchakato. Na mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu nikawa nikiamini ya kwamba ni bora niwe mganga ili kwamba matatizo yaweze kupungua ndani yangu. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nimetoka shule jioni, nilikuwa ninapita eneo la makaburini. Lakini sasa nilipofika lile eneo la makaburi nikapishana na dada mmoja